Niombe tuombe kwa ajili ya kuanza kipindi chetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tuko mbele zako kukubariki, kukuinua kwa siku njema ambayo Mungu umetuwezesha tena. Umetupa siku nzuri ambayo imejaa neema na baraka. Tunaomba kwa ajili ya kipindi hiki. Nenda Bwana ukatawale, Roho Mtakatifu pamoja nasi, kuweza kutufafanulia, kuweza kutufundisha. Baba, asante maana neema yako itakuwa pamoja nasi katika yote. Tunakutanguliza wewe katika yote. Ninakemea na karibu mipango giza ipate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Peke yako Bwana utawala na kuonekana. Tunaomba na kuamini ni katika jina la Yesu Kristo Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mtu wa Mungu karibu sana. Tutakwenda kuzungumzia habari za ndoa. Na nitaanza msingi kabisa. Nitaanza huku mwanzoni kabisa. Yaani mimi nazungumzia msingi hasa. Lazima tuanzie mwanzo. Tupate picha kamili na ni namna gani ndoa ilivyo. Kabla sijaanza nikutahadharishe kitu. Ndoa ninayozungumzia hapa ni ndoa ya watu waliomwamini Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yao. Ndoa ziko aina nyingi. Ndoa ziko tofauti kutokana na imani zetu. Kuna imani ambazo zinaruhusu wake wengi. Kuna imani ambazo zinamlimiti mwanaume au mke mmoja. Kuna imani ziko tofauti. Kwa ndoa ninayozungumzia hapa ni ndoa ya Mkristo. Mara nyingi tunapokuwa tunafundisha masomo ya ndoa, watu wanayachukua kwa ujumla, wanayajumuisha. Yaani mtu, ninazungumza mfano hapa, ninawalenga Wakristo, watu ambao wameokoka. Wewe ambaye ni mpagani kwa namna moja au nyingine, unalibeba wazo hili kitofauti. Ninaamini ya kwamba mtu kama akiwa bado hajampokea Yesu kuwa Bwana mwokozi wa maisha yake, wengi ni watu wenye maisha ya dhambi, maisha ya kutembea na wanawake, maisha ya 1, 2, 3. Lakini mtu anapokuwa amemwamini Yesu, kuna baadhi ya vitu ameziwiliwa. Kwa ndoa ninayozungumzia hapa ni ndoa ya mtu aliyemwamini Yesu kwa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Nafikiri ni kukaribishe katika hilo. Nianze kwamba kabla tujaanza habari hizi, nikupitisha kidogo nyuma. Tulizungumzia habari za urafiki. Nafikiri ni kuombe tu tutapata nafasi ya kwenda kupitia masomo haya. Tulisisitiza kwamba urafiki ni kipindi kile ambacho mtu, kijana au binti au mwanaume mwanamke, wamekubaliana kuwa pamoja, wakitegemea kuja kuwa mume na mke. Wanapokuwa marafiki, kipindi hicho ni kipindi cha marafiki. Pamoja na kwamba wengi wanachukulia kwamba tayari ni kipindi cha uchumba, lakini kipindi hicho ni kipindi cha marafiki. Uchumba unaanzia wapi? Uchumba unaanzia pale ambapo kijana ataamua kuchukua hatua ya kwenda kwao na binti, kwenda kujitambulisha. Ina maana ni kwamba unaweka uzio sasa, binti huyu asichumbiwe na kijana yeyote, mimi ndiye nitakayemuoa. Hapo ndipo uchumba unapoanzia. Kama uko na mtu ambaye haujawahi kumpeleka nyumbani kwenu au hajaja nyumbani kujitambulisha kama mchumba wako, huyo hatuwezi tukamweka kwenye viwango vya uchumba. Huyo bado ni rafiki yako. Pamoja na kwamba hasa mabinti wengi anapokutana na kijana njiani anamwambia nakupenda na nitakuoa, moja kwa moja anaanza kumchukulia kama tayari ana mchumba. Mchumba ni mtu ambaye amekwisha kufika nyumbani kwenu, akajitambulisha, jamii wanamfahamu, marafiki wanamfahamu, familia inamfahamu. Kwa tulisisitiza mambo ya msingi kwenye uchumba na urafiki. Mengi zaidi tuliongea kwa sababu kila kipengele kilikuwa na masomo yake muhimu. Sasa leo tunaingia kwenye hatua ya ndoa. Ndoa ni agano ambalo ila watu wawili, mwanaume na mwanamke, wameamua sasa kufanya maisha ya pamoja. Na maisha haya ni maisha ya siku zote.
labda kifo kitokee ndio kinaweza kikawatenganisha watu wawili. Ndio maana ukiangalia hata kwenye kiapo kile, mwishoni ni kifo ndicho ambacho kinaweza kikatutenganisha. Ina maana kwamba ni urafiki wa watu wawili kufikia kiwango cha kuishi maisha ya pamoja, maisha ya siku zao zote, labda kifo kije kiwatenganishe. Sasa hawa watu wawili wanapokubali kukaa pamoja, wanapokubali kuishi maisha ya pamoja, kuna vitu vingi wanatakiwa wavifahamu. Jambo la kwanza la msingi kwenye ndoa ni kufahamu ya kwamba ndoa inampasa mtu yeyote ambaye yuko timamu. Vijana kuoa ni lazima. Kuna vijana leo hawana mpango wa kuoa. Vijana leo hawana mpango wa kuishi na wake kwa sababu wanazozijua wao. Lakini nataka nikwambie ya kwamba kuoa ni lazima. Hebu tusome kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18, nafikiri tutapata hapo msingi. Mwanzo sura ya 2 mstari wa 18. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana Mungu akasema. Kumbuka Mwanzo sura ya 1, sura ya 2 nafikiri bado inazungumzia habari za uumbaji, Mungu alivyoumba mbingu na nchi na vitu vingine vyo mbalimbali ambavyo viliumbwa na Mungu. Utakumbuka kwamba mstari hii ipo kwenye vipengele vile ambavyo vinazungumzia habari za uumbaji. Yaani baada ya Mungu kumuumba mwanadamu, akamuumba Adamu kwanza. Mungu akamtazama Adamu anavyoishi, akamtazama Adamu anavyofanya kazi, akamtazama Adamu maisha yake yalivyo, akaona kwamba si vema mtu yuawe peke yake. Nani ambaye ameona kwamba si vema mwanaume aishi maisha ya peke yake? Ni Mungu aliyekuumba. Mungu ndiye aliyemuumba Adamu, akagundua ya kwamba mwanaume hatakiwi kuishi peke yake. Kwa hiyo nikwambie ya kwamba maisha ya kufikiria kuishi peke yako ni hatari sana kama umri wako umefikia kiwango cha kukaa na mke. Kwa hiyo mwanaume hapaswi kuishi maisha ya peke yake. Mungu aliyetuumba anasema si vema mtu awe peke yake. Ngoja nisome sura ya 2 mstari wa 18. Nasema hivi: Bwana Mungu akasema, si vema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Bwana Mungu akamfanyizia kutoka katika ardhi kila mnyama msituni na nini, vitu kama hivyo. Lakini Mungu aliona ya kwamba, pointi yetu ya msingi kwa wapi? Mungu ameona ya kwamba si vema mwanaume kukaa peke yake, akamfanyia msaidizi. Ina maana ya kwamba msaidizi huyu aliyemfanyia ni mke. Mungu akamlaza Adamu usingizi, akachukua kwenye ubavu wake, akamuumba mwanamke. Na baada ya hapo akamwamsha Adamu. Adamu akafurahi, Adamu akapata raha, Adamu akabarikiwa sana, Adamu akafurahia mno kumwona mwanamke mbele yake. Akasema, huyu ni mfupa kati ya mifupa yangu, ni nyama kati ya nyama yangu. Uwepo wa mke ndani ya familia au kwa mwanaume yote ni ishara ya furaha. Yaani mke ndani ya familia au kwa mumewe anapaswa kumpa mume furaha. Uwepo wake tu ni furaha tosha. Ndio maana mume anaweza kaenda kwenye shughuli zake, akaenda huko, akatoka huko amevurugika, ametoka huko amepigwa na bosi, ametoka huko ana taarifa mbovu. Anapofika nyumbani kwa mwanamke anayejitambua, huwa anamrejesha mume wake katika furaha, anamuondolea ile huzuni.
Hiyo ni moja ya sifa ambazo mwanamke alizonazo. Uwepo wake kwa mume wake ni furaha tosha. Mwanaume hapaswi kuishi peke yake, anapaswa kuwa na mke. Kwa nini? Kwa ajili ya afya yako, kwa ajili ya maisha yako. Unajua Biblia inasema kwamba apataye mke apata kitu chema. Ukipata mke mzuri unaishi maisha marefu. Tusome 21, ile sura ya 2 21 nasema hivi: Bwana Mungu akamletea Adamu usingizi mzito, naye akalala, kisha akatoa ubavu wake mmoja, akafunika nyama mahali pake, na ule ubavu alioutwaa katika Adamu Bwana Mungu akaufanya mwanamke, akamleta kwa Adamu. Kuna sentensi ambazo zinaleta changamoto sana kwenye ndoa. Wanawake sasa hivi kwenye magrupu yao wanakuwa na kauli za kusema ya kwamba wanaume sio wenzetu, na wanaume nao kwenye magrupu yao wanakuwa na kauli zinazosema kwamba wanawake sio wenzetu. Unajua wakati Mungu anamuumba mwanamke, kabla Adamu hajaamshwa, unajua Mungu aliongea nini na mwanamke? Nataka niseme hivi, mwanamke alitoka kwenye ubavu wa mwanaume. Ina maana hivi, mke wa mtu ndiye rafiki yake kuliko marafiki zote. Mume wa mtu ndiye rafiki yake kuliko marafiki zake wote. Ina maana ya kwamba mwanamke ni sehemu ya mwanaume. Kwa hiyo unapopata nafasi ya kuolewa, ina maana ya kwamba yule mume wako wewe unakuja kukamilisha pale ambapo palikuwa hapako sawa sawa, unakuja kupajaza. Ina maana ni kwamba rafiki yako wa kweli ni mume wako. Na ukitambua siri hii, wanawake ambao wametambua siri hii wamefanikiwa sana katika maisha yao. Wanaume ambao wametambua siri hii wamefanikiwa sana katika maisha yao. Kwa nini? Aligundua ya kwamba mwanamke niliye naye ndiye rafiki wangu wa muhimu hapa chini ya jua kuliko marafiki wengine wote. Ngoja nikupe mfano ili upate kukubaliana na mimi. Mungu anaweza kukubariki akakufungulia milango ya baraka. Ghafla umepata kazi Australia. Utakaenda naye Australia ni nani? Lazima Australia utajikuta uko na mke wako. Ina maana ya kwamba mke ni mtu ambaye hauwezi ukatengana naye mpaka kifo kije kiwatenganishi. Sisi marafiki, au kama naweza nikaa rafiki yako, kwa namna moja au nyingine urafiki una muda. Urafiki huwa una expire. Leo mimi na wewe tunaweza kukubaliana ya kwamba rafiki yako wa kwanza huwezi ukamkumbuka majina. Kuna wengine mpaka kutana na mtu anamwambia, ni wewe huyu, mbona sikukumbuki? Lakini mke utakaa naye miaka yako yote, labda ufe wewe au afe yeye. Kwa hiyo kwa namna moja nyingine tuondoe zile fikra potofu. Mwanamke ambaye ameolewa na mume wake, wale watu wawili wale wanaitwa mwili mmoja, kwa sababu huo mwili umekamilika. Ulikuwa hauko sawa sawa, kwa sababu kumbuka Mungu alitoa ubavu. Alipotoa ule ubavu akaenda akamuumba mwanamke. Na sasa unapopata nafasi ya kumpata mwanamke ni kwamba ule ubavu umejaa, sasa umekuwa mwili mmoja. Kwa namna moja au nyingine umekamilika. Kwa hiyo kama kuna mtu wa kuamini zaidi, amini mke wako. Kama kuna mtu wa kuamini zaidi, amini mume wako. Kuna watu hawana muda wa kuamini waume zao, hawana muda wa kuamini wake zao. Anaweza kapata shida sasa hivi, aoni kwamba mume anaweza kumsaidia. Anapeleka taarifa, zinaanza kutokea kwa mama kwanza, taarifa zinapelekwa kwanza kwa marafiki zake kwanza. Unashangaa mume anakuwa anapata taarifa za mke wake kutoka kwa marafiki. Hiyo tayari ni hatari kwenye ndoa. Kwa sababu taarifa yoyote, changamoto yoyote inapomkuta mwanaume au mwanamke, mtu wa kwanza kujua anapaswa kuwa mwenzi wake.
kwa nini hawa watu ni mwili mmoja. Kwa hiyo nataka niseme ya kwamba kwenye ndoa, wanandoa wale watu ni marafiki kabisa, ambao sio wa kutafuta. Kwa ni kuombe mama, ni kuombe baba, ambaye unaamini marafiki zako kuliko mwenzi wako, ni kuombe uondoe fikra zako huko. Wekeza kwa mwenzio, wekeza kwa mwenzio, weka imani ya kutosha kwa mwenzio. Leo tumefika mahala ambapo ule upendo unapotea, ule upendo haupo, ule umoja haupo, umefutwa. Kwa hiyo ukishasoma mstari utagundua kwamba mwanadamu kwa namna moja au nyingine, wakati anaumbwa, Mungu alitoa ubavu wake akatengeneza mwanamke. Baada ya kumfanya mwanamke, akaja akampa Adamu. Tunasoma Adamu 23, Adamu akasema, sasa huyu ni mfupa kati ya mifupa yangu na nyama kati ya nyama yangu, basi ataitwa mwanamke, kwa maana ametwaliwa katika mwanamume. 24 nasema, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Ina maana yale niliyokuwa nayazungumza na kuja conclude kwa maandiko haya, ya kwamba mwanaume kwa namna moja au nyingine, nisikudanganyi, mke uliye naye ni rafiki yako kuliko marafiki zako wote. Mume uliye naye ni rafiki yako kuliko marafiki zako wote. Muamini huyo kuliko, muamini huyo kuliko. Mungu wa mbinguni atusaidie.